Na watakia usikilivu mwema. Huko Manyema, kupanda kwa bei ya chakula katika mji wa Kindu kunaleta hatari na kupandisha bei ya chakula, hasa mboga kutoka vijijini. Chakula kilichonunuliwa kwa franka za Kongo 15,000 na 20,020 kwa sasa inauzwa kwa franka ya Kongo 35,000 na 40,040. Wafanyabiashara wanawake upande wao wanaongeza bei ya mboga maradufu ili kupata faida. Idadi ya watu inatoa mwito kwa mamlaka kwa kuleta msaada na kutafuta suluhisho kwa hali hii. Siku chache zilizopita, mafuta ya gari ilikuwa ikiuzwa kwa franka 15,000 kwa lita moja baada ya franka 6,000 za Kongo kama ilivyoainishwa katika agizo la gavana. Florence Kizalunga anaripoti. Karibu katika masoko yote mboga zinazidi kutokuonekana na sharia ya usambazaji na mahitaji inatumika. Mwanamke huyu ambaye tuliyekutana naye anaeleza kufadhaika kwake. Mama, leo mimi nanunua legime kwa 1500. Alors que legime tunauzaka 500. Niambie mama, tuko naenda wapi? Hii maisha hii sijui kama tutesha nao wapi. Mungu tu atusaidie. Juma teso na kwa tena ya mingi sana. Si hasa hapa tulifanya nini juu hii mabei yote anze pandaka kila siku. Wauzaji unena kuwa hawana njia nyingine zaidi ya kuongeza bei ili wasipoteze. Tunapandisha sababu karibire napanda sana. Hatukupandisha tutapata kitu. Tulikuwa nalipa 20,000, 25,000 na kwa 40, 35,000. Hakuna namna ya kufanya. Moto haiko. Unaweza chelewa naye na inaoza. Unauza bitu na inachelewa inaoza. Kwa upande wao watembeza pikipiki pia wanasema wanalazimishwa kurekebisha bei ya jamii. Mbele tulikuwa tunabeba bamama ya sombe mu 15,000, 10,000 francs. Saa mafuta ya gari ilikuwa bei chini. Maintenant hapa tunaanza kulipisha 40, 45,000 francs kupitia bei yenye karibira nako inapanda pale. Njoo unakuta pale mwa benefisi inarudi. Tukababea mbea chini hakuna vraiment benefisi. Kumbuka kuwa hali hii ni chanzo kwa wamoja ni kwa sababu ya uhaba wa mafuta na kwa wengine ni kwa sababu ya nia mbaya tu ya wauzisha mafuta. Ripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Okapi. Kutoka Kindu tujelekeze Pabunia katika wilaya ya vijiji ya Mungwalu, kilomita 85 kutoka Bunia, ndani ya eneo la Jugu. Bei ya vyakula vya msingi imekuwa ikishuka kwa siku kadhaa. Kulingana na mbunge wa jimbo Jean-Pierre Bakilisende, uboreshaji huu unahusishwa moja kwa moja na kurejea taratibu kwa usalama katika barabara ya Bunia Mungwalu. Kurejeshwa kwa trafiki kwenye sehemu hii kumeruhusu magari za usafirishaji kusambaza vizaa mara kwa mara. Anatoa mwito kwa viongozi wa kijeshi kuimarisha utulivu huu ili kuwahakikishia zaidi wakaaji na kuhimiza kurudi kwa watu waliokimbia makazi yao katika vijiji vyao. Tuzungumzie habari za afya. Mlipuko wa Ebola huko Bulape, wilaya ya Mweka katika mkoa wa Kasai. Wizara ya afya ilianza kutoa chanjo kwa wafanyakazi wa afya mnamo Jumapili, Septemba tarehe 14 kwa wauguzi yapata 48 kati ya wale 85 waliochanjwa. Katika eneo la Bulape, hali ya mlipuko ilionyeshwa kuwa kesi 45 zinazoshakiwa, kesi 3 zilizohakikishwa na vifo 16 vilivyoripotiwa. Taarifa hizi zote zilitolewa hapo Jumatatu wakati wa mkutano wa kila wiki kuhusu hali ya Ebola, Mpox na magonjwa ya kipindupindu nchini DRC. Wakati wa mkutano huu uliongozwa naye waziri wa afya wa umma Dr. Roger Kamba, iliibuka kuwa Mpox ilirikodi kesi 613, hali yenye kupunguka. Kipindupindu inapunguka kulinganishwa na wiki zilizopita, lakini bado ni wasiwasi katika eneo la Maniema na Mashariki. Tusikilize maelezo yake Mwamba Kazadi, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma katika sehemu hii iliyochaguliwa na Alain Irung katika tafsiri ya Florence Kizalunga. Pia tulikuwa tumetoa kesi chache ambazo ziko kwenye msingi katika swala la usambazaji wa pembejeo zingine, haswa ambulensi, dawa za kufufua, na maswala haya yote yalijadiliwa na
na washirika na suluhisho hupatikana haraka kupeleka pembejeo hizi zote, lakini tayari kuna pikipiki ambazo zimewasili katika kiwango cha Bulape na ambayo inaweza kuruhusu timu hizo. Kwa hivyo hiyo ni kwa hali inayohusiana na Ebola. Halafu pia tulilazimika kuchukua janga la Mpox kwa sababu tuliona kuwa kuna akaya ambazo ni ndogo katika kiwango cha majimbo machache na katika mkoa wa Sankuru, mkoa wa Chwapa na Bazuele. Kwa hivyo mkakati ni kutekeleza shughuli kuziongeza katika kiwango cha nyumba hizi katika majimbo haya matatu. Upande mwingine, kufuatia tangazo la OMS ya kwamba chanjo zitaanza Jumapili Septemba tarehe 14, presidenti wa muungano wa kitaifa ya walimu wa Kongo Feneko UNTC Kasai, Felicien Lobo Mwamba Balinganai, alitoa mwito kwa walimu na wazazi katika jimbo lake kupata chanjo pamoja na kuwachanja watoto wao ili kupunguza kuenea kwa virusi vya Ebola mwaka huu wa shule na kuokoa wagonjwa wa Ebola. Tangazo hili lilitolewa Jumatatu iliyopita wakati wa mkutano katika ofisi ya kiongozi wa mkoa wa Kasai ya pili pale Mweka. Upande mwingine, mji wa Matadi unashindwa kupumua. Takataka zinavamia barabara kuu, mifereji ya maji, masoko na maeneo mengine ya umma ya mji mkuu wa Kongo ya Kati. Hali hii inahatiri vitongoji kadhaa, huhatarisha afya ya umma na mazingira na hatari ya uharibifu wakati wa mvua inapokaribia. Inakabiliwa na hali hii, wakaji wanatoa mwito kwa viongozi wa mjini kuendesha vema shughuli za ukusanyaji wa taka, huku wakisisitisha kushindwa kwa mipango ya awali ya usafi wa mazingira. Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, katika jimbo la Tanganyika, shughuli za shule zilianza tena Jumanne hii katika taasisi ya Mulembwe na shule ya msingi ya Kisakala katika eneo la Moba. Wafanyakazi waliojenga majengo yanayohifadhi shule hizi kama sehemu ya mradi wa PDL 145 walikuwa wamefunga milango ya madarasa kwa wiki mbili. Walidai malipo ya mishahara yao kwa miezi kadhaa kutoka kwa kampuni ya Safricas. Gavana wa Tanganyika alitembelea eneo hilo akiwaahidi kufanya yote ili suluhisho kwa madai yao ipatikane. Tukirudi mjini Kinshasa, jueni kama serikali ya Kongo inasambaza kantini katika shule kadhaa za umma kokote nchini. Hii ni sehemu ya sera ya taifa ya malisho shuleni kwa ushirikiano na mpango wa chakula duniani WFP. Wizara ya elimu ya kitaifa na uraia mpya ilihakikisha habari hii Jumatatu kwenye tovuti yake. Mpango huu unalenga kuboresha hali ya kujifunza na kupunguza utoro shuleni. Blaise Dongala anatoa maelezo zaidi yakitafsiriwa na Pole Munanga. Kupitia sera hii, Wizara ya elimu ya kitaifa ya uraia mpya inapanga kutoa chakula chenye lishe kwa karibu ya wanafunzi 1200 katika mwaka huu wa shule. Lengo ni kuhakikishia kila mwanafunzi chakula bora na chenye lishe kinaozingatiwa kuwa jambo kuu katika kuboresha ufaulu wa masomo na kukuza ustawi wa watoto wa Kongo. Mpango huu ukitekelezwa kwa ushirikiano na shirika la mpango wa chakula duniani unaonyesha dhamira ya serikali ya kuweka mazingira ya shule yanayofaa kujifunza. PAM ilisisitiza uungaji mkono wake kwa utekelezaji wa taratibu wa mkakati huu na kusaidia serikali ya Kongo katika ukamilishaji wake. Katika mwezi wa Mei iliyopita, waziri wa nchi wa elimu Raisa Malu ametaka mchakato huu utekelezwe. Washirika wengine pia wanapendekeza kujumuisha katika mpango huu wa kulisha shuleni, na mpango unapokea usaidizi kutoka nchi kadhaa ni kama Ubeljiji na Ufransa. Upande mwingine, katika jimbo la Chopo, shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ubelgiji, Enabel kwa kifupi, linazindua shule ya waume katika eneo la Isangi lililoko kwenye kilomita 125 magharibi mwa jiji la Kisangani. Mbinu hii
hii ni sehemu ya mradi wake wa afya na ulinzi wa kijamii. Inalenga kuwashirikisha wanaume katika masuala ya afya ya uzazi na mtoto. Wasikilizaji wapendwa, karibu tena kufata kipindi cha pili katika usomi wake Rosalie Zawadi.